Pata elimu yako itumie kwa jamii, waeleze jamii waitumie ile elimu yako kuepukana na magonjwa. Sasa hivi yako magonjwa mengi sana ambayo ni magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, kama magonjwa ya presha, magonjwa ya kansa, magonjwa ambayo yanazuilika. Kwa hiyo tutoe elimu kwa jamii, ndio kitabu hiki kinatueleza jamii iweze kufahamu magonjwa haya na waweze kuepukana nayo. Kwa hiyo tusikae tu na elimu hii bila kuielezea jamii yetu. Lakini la muhimu ambalo pia lingine tunaliona imeeleza sana katika mambo ya kufanya utafiti na kuweza kuandika kila kitu tunachofanya, tafiti za afya, tafiti za magonjwa mbalimbali, ili kuweza kuisaidia jamii kuepukana na magonjwa kama haya. Huo mfumo unaonyesha ngazi 5 kutoka ngazi ya chini kabisa ya mafanikio kwenye sekta, kwenye professional yote, ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu. Ngazi ya chini ambayo ni kuajiriwa, ambao ndio kitu ambacho wengi tunafikiria tukiwa tunamaliza vyuo, kwenda kwenye kujiajiri, kuwa na kampuni na kuweza kutumia ubunifu wa ujuzi uliopatiwa na kuweza sasa kutengeneza vitu ambavyo vitasaidia na watu wengine. Lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi sana kwenye huu mfumo ni namna ambayo inasaidia professionals au watu wanaofanya kazi kwenye nyanja mbalimbali kuweza kuwa na fursa ambazo haziwahitaji kuwepo. Na hilo ni jambo ambalo kwa sasa hivi linahitajika sana, kwa sababu tunakuta watu wengi tuko na ratiba ambazo ni ngumu sana. Tunakosa muda wa kuweza kushiriki kwenye vitu ambavyo kwenye afya ya kimwili kama mazoezi, afya ya kiakili, kutokana na kazi zetu kuwa zinatuhitaji kuwepo muda wote. Kwa hiyo huu mfumo unasaidia pia watu ambao wako kwenye sekta mbalimbali kuweza kufikiri namna gani wanaweza kuendelea kutumia ujuzi